kuwekeza hapa. Acha hizo dharau. Usiambie dharau, wewe ni mtoto na usiniambie dharau. Hizi ni nondo za habari kutoka hapa Mgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Kamati ya fedha na uchumi wa halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita siku ya Jumamosi imemwagiza mkurugenzi wa halmashauri hiyo kusimamisha mara moja shughuli zote za ujenzi zinazofanywa na mwekezaji mmoja katika mamlaka ya mji mdogo wa Katoro kufuatia tuhuma za uharibifu wa mali za umma. Mwekezaji huyo anayetambuliwa kwa jina la Rashidi Kwanzibwa anatuhumiwa kubomoa majengo ya serikali kinyume cha sheria, ikiwemo ofisi ya mbunge wa jimbo la Katoro bila kuwa na kibali rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Hatua hiyo imekuja baada ya kamati hiyo kutembelea eneo hilo kufuatia malalamiko ya wananchi waliokuwa wakihoji uhalali wa mwekezaji huyo kubomoa majengo hayo bila makubaliano ya wazi kati yake na serikali ya kitongoji. Wajumbe wa kamati hiyo akiwemo mbunge wa jimbo la Katoro Mhandisi Kija Ntemi na mbunge wa Geita vijijini Joseph Kasheku Msukuma wamelaani kitendo hiko na kumtaka mkurugenzi kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mwekezaji huyo kwa kile walichokiita ni dharau kwa mali za serikali. Licha ya ubomoaji huo kukamilika, afisa ardhi wa halmashauri ya wilaya ya Geita Hongera Edward na afisa mtendaji wa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro Damian Alois wamekiri kutokuwa na taarifa wala barua yoyote inayomruhusu mwekezaji huyo kuvunja majengo hayo. Kwa upande wake, mwekezaji huyo Bwana Kwanzibwa aligoma kuonyesha kibali chochote mbele ya kamati hiyo na badala yake aliitaka kamati kuwasiliana na uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM, jambo lililoongeza sintofahamu juu ya uhalali wa operesheni hiyo. Dharau, kwa nini ukatai kuongea? Hii ni serikali, tumekuja. Sina cha kuongea. Huna cha kuongea. Kwa nini? Kwa nini? Huyu ndo mwekezaji hataki kuongea na serikali. Kwa nini hutaki kuongea na serikali yako nayo? Unafanya uulize chama kilichoniweka hapa. Mimi nakuuliza wewe ndiye kukuta hapa. Sasa wewe unaniweka hapa. Umewekwa na nani? Hili ni eneo la nani? Eneo la nani? Mimi nataka mtufuate naye kamera mimi nione mwisho. Hili ni eneo la nani? Njoni mchukue vizuri. Rashidi. Hii ni halmashauri. Tuachane na chama, tumekukuta sisi ndio serikali ya hii halmashauri. Unasema umepewa wewe sio? Kwa nini usiongee na sisi? Ni mbwa au nini? Niongee nini? Asiongee, yani kwamba uzungumze. Unachotaka niongee nini? Tuambie. Kwa taratibu za kuchukua. Teo yuko wapi? Wewe chama wajui. Chama tutaenda. Sisi tunazungumza na wewe. Sisi tunazungumza kwenye mali. Nauliza, wewe si ndio uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu, umevunja wewe mimi nimefunga na wewe mkataba. Mimi nimefunga na wewe mkataba. Maana mwekezaji ni nini? Unao mkataba? Nikuonyeshe mkataba wa nini? Sawa. Sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri. Nikuonyeshe mkataba mimi wa nini? Unaongea. Naona? Blaza, sikiliza. Sasa ukitaka mkataba sinaenda mahakamani. Wala hatuendi mahakamani. Wala na wewe hutajenga. Na sina mimi cha kuweza na hutajenga. Sawa. Kwani kuna shida gani? Halmashauri. Tumekuja kwako. Pigia simu CD pale. Wewe wasiwasi wenu. Tuende kwenye kikao. Hapa pasimame mpaka kitoke kibali. Mimi ni mwana CCM. Mimi nimeingia serikalini humu kutoka CCM. Nataka nione hiyo jeuri yake. Yaani sisi tunakuja tunaonekana kama mambwa. Siongei na nyie. Ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Kwani una shida gani? Una sababu za kuongea na mimi. Hapa sio eneo la serikali hili la chama. Nani aliyebomoa? Kabomoa nani hizo? Kwani wewe hujui wilaya ipi? Hujui wilaya. Hujui nani kwenye halmashauri? Wilaya ni nani? Kwani sisi ni chama? Cha kuelezea kuhusu chama. Huyu ndo mwekezaji. Jeuri yake iko wilayani. Rashidi, tunasema hivi, aliyebomoa hizi nyumba za serikali hizi hapa mbele nani? Mimi sina majibu ya kueleza kwenye chama. Chama kinakuja kubomoa nyumba. Nakwambia kama jeuri ya hela inakupa hivi. Chama kinakuja kubomoa hivi nyumba. Tuna hela, acha hizo dharau. Kuwekeza hapa. Acha hizo dharau. Usiambie dharau, wewe ni mtoto na usiniambie dharau. Wewe acha basi. Wewe brother, kucha watu wengi. Wewe usiambie kitu. Wewe sio Mungu wa wilaya wewe. Wewe ni Mungu wa wilaya wewe. Kumbavuza. Usiende kwako kwenye maeneo yako huko. Unaingilia maeneo ambayo sio yako kabisa. Acha. Hala. Nakuja mtaka kupiga. Mbona sijaona ile kofi? Kofi kama hivyo. Mimi muone.
Kwa wingi wa habari hizi na nyingine, tembelea hapa Kimgongo TV. Mpaka wakati mwingine, asante. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kimgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kimgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kimgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kimgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.